Mikutano ya ODM pamoja na kuendesha shughuli za ndani za chama hicho. Na mtazamaji, ujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Merisha Owiti. Karibu. Michael Julius Macharia, mwanamume aliyepatikana na hatia ya kumuua msichana mwenye umri wa miaka 7 katika mtaa wa Witemere kwenye kaunti ya Nyeri, amehukumiwa kifo. Jaji wa mahakama kuu mjini Nyeri, Kizito Magare, anasema kitendo cha mshukiwa kilikuwa cha kinyama na ukatili mkubwa. Michael alikuwa amekana mashtaka dhidi yake kabla ya kubadili nia na kukiri alichokifanya baadaye. Clement Masombo anaeleza zaidi. Ilikuwa moja kati ya kesi zilizoacha wakazi wa eneo la Witemere, Nyeri mjini vinywa wazi. Tarehe 24 mwezi Mei mwaka jana, msichana wa umri wa miaka 7 aliripotiwa kutoweka. Na baada ya siku kadhaa za uchunguzi, mwili wake ulipatikana ukiwa umezikwa ndani ya nyumba ya Nicholas Julius Macharia, rafiki wa karibu sana wa familia ya marehemu. Na hapo Nicholas alishtakiwa na kosa la mauaji. Upande wa mashtaka uliwasilisha ushahidi wa kutosha, zikiwemo nguo za mtoto huyo, kanda za kamera za siri zilizonakili jinsi mshukiwa alitoroka na mtoto, video ya mshukiwa akikiri makosa, pamoja na ripoti zingine za uchunguzi uliofanywa na wataalamu. You're 35-year-old. I was not there, but the uchungu mtoto alifikiria, nikisoma ile convention uliandika, it is almost like an excerpt from a horror movie. Mahakama pia ilipata ripoti ya upasuaji wa maiti uliofanywa na kudhibitisha kwamba msichana huyo alifariki kutokana na majeraha mengi mwilini. Awali Nicholas alikuwa amekana mashtaka, lakini baadaye alikiri kuwa alitekeleza kitendo hicho ambacho mahakama inasema kilikuwa cha unyama na ukatili mkubwa. Kwenye uamuzi wa kifungo, jaji wa mahakama kuu mjini Nyeri, Kizito Magare, alisema kwamba kitendo hicho kilikuwa na athari kubwa kwa afya ya akili ya familia na wakazi wa mtaa huo kwa jumla. You had a disturbing lack of empathy. Ilikuwa ni kwamba ulienjoy ama ulipenda ile vitu ulifanya. Although ulisema kwamba ulikuwa umeomba msamaha, nilikuangalia kotini wakati mama anaongea. Wakati alikuwa anaongea ulikuwa umekaa tu, either una smile ama unaangalia tu kwa hewa. Aliongezea kusema kwamba licha ya kuwa Nicholas alikiri makosa yake, hakuonyesha kuwa mwenye huruma kutokana na kitendo hicho na kutupilia mbali malilio yake kwamba ulikuwa msukumo wa kishetani. The Lord does not recognize blame to supernatural powers. In this instance, the devil is innocent. Mahakama ilimtaja kuwa katili na kusema kuwa kitendo chake kiliashiria mtu ambaye angerudia kosa hilo iwapo angepata fursa nyingine. Mahakama imempa hukumu ya kifo. Therefore, accordingly, I find that you are hereby sentenced to death. A death warrant shall be transmitted to the competent authority for signing and carrying out of the sentence after 30 days stay of execution. You have 14 days to appeal, and I close the file. Clement Masombo, KTN. Na kwingineko ni kwamba ni afueni ya muda kwa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja baada ya wakilishi wadi wa kaunti Nairobi kufutilia mbali mipango ya kuandaa hoja kumng'atua mamlakani Sakaja.